kwa rehema zake na neema zake juu yetu, aliyetuwezesha kukutana tena katika ukumbi wetu huu wa darsa leo, siku ya Jumanne, na kama ilivyo mwezi huu wa Ramadhani maalumu, huwa tunakutana kwa ajili ya somo letu au kukumbushana kupitia maneno matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'ani ambayo imeteremka ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Bali na Jibrilu alayhi salatu wassalam alikuwa anakuja fi kulli lailatin, katika mwezi wa Ramadhani, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakidurusu pamoja hii Qur'ani kwa ajili ya kuongeza maarifa. Kwa hiyo nasi hatuna budi kupitia maelekezo hayo na mafunzo hayo, tunapopata fursa kama hivi tukaitumia, ikiwa tunaendelea na sura Fatiri ambayo ni sura ya 35 kwa utaratibu wa Mushaf. Leo tunatokea aya ya 12 ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka tuangalie vitu mbalimbali na tuweze kuona utofauti mkubwa uliokuwepo, hata kama hivyo vitu vilikuwa vinafanana na vinatoa wakati mwingine manufaa, lakini mkiviangalia kwa macho mapana ya kutafakari, basi mtaona utofauti uliokuwepo baina ya vitu hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama yastawi albahrani, haziko sawa, haziwezi kuwa sawa bahari mbili, bahari ya maji chumvi na bahari ya maji baridi. Allah subhanahu wa ta'ala amezielezea, amezigawa bahari kwamba ziko katika namna mbili tu, japo huwa zipo ngapi kwa mujibu, ziko 7 na hivi. Hata Qur'ani imeeleza kwamba hizi bahari ziko 7 vile vile, kama wataalamu wanavyozungumza na kadhalika. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea kwamba wama yastawi albahrani, haziwezi kuwa sawa bahari mbili, hadha adhbun furatun sa'ighun sharabu, bahari hii yenye maji baridi matamu mno, ambayo yanatoa kiu, yanakata kiu kwa mwenye kiu. Sa'ighun sharabu, yenye kukata kiu ukinywa. Maana kuna maji unaweza kuwa una kiu lakini hayatoi kiu yako, unakunywa lakini hayasaidii. Sasa katika bahari hizi mbili, ambayo moja kinywa maji yake kwa ladha yake na raha yake ilivyo, sa'ighun sharabu, ni yenye kukata kiu yake, hii ya kwanza. Lakini wa hadha milhun ujaj, na hii ina chumvi ya maji chumvi, tena yaliyokuwa yenye chumvi kali mno, yasiweza kunyweka, tutatumia kwa matumizi mengine tu. Pamoja na hivyo, wa min kulli, katika bahari zote hizo mbili, aina zote mbili za bahari, taakuluna lahman tariya, mnakula nyama tamu kabisa. Baharini watu wanapata samaki na aina mbalimbali ya vitoweo vinavyopatikana kule, vyenye ladha na wala havina changamoto kwa afya. Hata madaktari kila ukenda, sijui kama kuna madaktari wanaokuambia kwamba usitumie vitu vya baharini, kwa ladha yake, kwa namna yake mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala ameweka hivyo. Sasa pamoja na kwamba bahari hizi zote zina manufaa kwa mwanadamu, istizama, zinamsaidia, anasafiri, wanavuka, wanavua, wanapata mahitaji yao, wanapata vyakula, wanapata hivi na vingine vya ziada vinavyopatikana, lakini haviko sawa, haviwezi kuwa sawa, haviwezi kuwa sawa. Basi ndivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala, fakadhalika almu'min walkafiru la yastawiyan, hivyo muumini na kafiri hawezi kuwa sawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama watakuwa watafanya ya kusaidia wanadamu wenzao, ya kusaidia viumbe wengine na hivi na hivi, lakini maadamu huyu ni muumini
aliyemtambua Allah subhanahu wa ta'ala, lakini huyu ni kafiri aliyemkataa Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kuwa sawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama vitu hivyo haviwezi kuwa sawa, basi ninyi kama waumini Waislamu mnatakiwa kujitofautisha na muishi kwa mujibu wa miongozo na mafundisho yaliyokuja katika dini yenu, myazingatie ili muweze kutofautika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndicho ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anavyokusudia, kama wanachuoni walivyotuelezea juu haya. Watastakhrijuna hilyatan, na mnatoa mapambo, talbasuna, mnayoyavaa, katika jumla ya faida zinazopatikana baharini. Bahari zote mbili mnatoa mapambo, lakini pamoja na hivyo haziko sawa. Hii ina maji baridi, maji yake yenye ladha, yenye kukata kiu kwa mwenye kiu. Hii ina maji chumvi, maji yake hayana ladha, hayawezi kukata kiu. Basi ndio hivyo hivyo, muumini hawezi kuwa sawa na asiyekuwa muumini, hata kama kuna manufaa mengine yanayopatikana. Watara alfulka, na Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza haya kwa sababu hata sisi tunavyoishi katika jamii yenyewe, sisi sote sawa tu, sote tu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakuwa sawa sawa. Hawezi kuwa sawa. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha hapa, tutambue kwamba haiwezekani mkawa mko sawa sawa katika sura ya namna hiyo. Watara alfulka fihi mawakhira, Allah anataja neema nyingine ambazo zinazopatikana kupitia bahari hizo, na mtaona majahazi au kukawa na majahazi ambayo yanakatisha maji, fihi, katika bahari hizo, litabtahu min fadli, kwa ajili ya kutafuta fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wanaenda kuzamia kule wakahitaji mahitaji, kuna watu wanaenda kuvua, kuna watu wanaenda kutafuta matirio ya aina mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya binadamu ya kila siku katika bahari zote mbili hizo. Lakini pamoja na hayo, hizo bahari haziko sawa. Basi ndio hivyo hivyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanadamu hawako sawa, yule ambaye aliyemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na yule ambaye asiyemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wala'allakum tashkurun, na Allah amewawekea hayo yote, njia hizo zote za kutumia mpate mahitaji yenu na hivi, ili mpate kuwa watiifu, mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kutekeleza awamiri zake na kuacha makatazo yake. Kwa hiyo ala kulli hali, Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea tuone utofauti baina ya muumini na asiyekuwa muumini, kama vile unavyoona utofauti uliokuwepo baina ya bahari ya maji chumvi au maji chumvi na maji baridi. Pamoja na vyote vina manufaa, vinamsaidia mwanadamu kwa namna moja ama nyingine, lakini vina utofauti ukiviweka pamoja katika kuvitofautisha. Basi ndio hivyo hivyo, waumini na wasiokuwa waumini hawawezi kuwa sawa. Afanajalul muslimina kalmujrimin, katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala, hivi ninyi mnataka tufanye waislamu wawe sawa sawa na watu waovu? Haiwezekani. Sasa wewe muislamu ukijifananisha na watu waovu, maana yake umejitoa wewe mwenyewe katika kundi la waumini, umejitoa wewe mwenyewe katika kundi la Waislamu, umeenda kujifananisha na kuwa wewe katika kundi la watu waliokuwa waovu. Hayo wewe umejitakia, lakini hayo sio ya kwako. Wewe unatakiwa usimame katika mstari uliokuwa wa sawa sawa, ili uweze kuzipata neema zake ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizoziandaa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha uwezo wake, yulijul layla fi nahari wa yulijun nahara fi layl. Allah anauingiza usiku katika vipindi vya mchana, na wakati mwingine vipindi vya mchana anaviingiza usiku. Maana ukaona wakati mwingine, hivi karibu tu tulikuwa swala ya asubuhi, kwa mfano tulikuwa tunaswali kwenye saa 11 kasoro hivi, kasoro 10 au kasoro au saa 11 kamili. Sasa hivi kwa hapa Dar es Salaam tunaswali karibu na nusu, baadhi ya maeneo mengi saa 11 na nusu. Yani katika sura ya namna hiyo nyakati. Wakati mwingine jua Ramadhani ya mwaka juzi tulikuwa tunafuturu saa 12:15, si ndio hivyo? Maana yake jua limeshafanya nini? Limeshazama. Lakini mwaka huu tunafuturu saa ngapi? 40 na kasorobo, yani sana kama ndo angalau umeangalia umetaka uwai na hivi na hivi, saa 1 kasorobo, karibu nusu saa imefanya nini? Imeongezeka. Hii ni mipango yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndo anaendesha usiku na mchana. Katika sura nyingine Allah anasema kul injala alaykumul layla sarmada. Hivi Allah subhanahu wa ta'ala akifanya usiku ndo maisha yenu, hakuna mchana. Man yatikum bidhiyain, nani atakayewaletea mchana ili mkahangaika na hivi na hivi?
Na hivyo hivyo Allah akifanya maisha yenu yote ni mchana, sarmadan milele ila yaumil qiyama, man yatikum bilail. Kuna watu huko pengi, kuna nchi huko miezi sita jua tu hawaoni nini, hawaoni usiku, miezi sita mchana tu, hakuna namna. Hakuna mtu yeyote atakayeenda kutengeneza mazingira akatengeneza usiwe mchana. Yani hata iweje, mekanizmu zote utakazozifanya bado utaendelea kubakia mchana tu. Utatengeneza mazingira ya watu kuishi tu, au ya watu kuweza kufanya nini, kulala tu, lakini utabakia kwa nini, ni mchana. Kwa hiyo hata miezi sita mchana, miezi sita usiku. Wengine mchana wao hizi Ramadhani, wengine wanafunga masaa 22. Masaa 22 ni mchana, masaa mawili tu ndio nini, usiku. Wengine masaa 4 tu ndio nini. Hakuna namna ya kuweza wewe kuyabadilisha, wala yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala ndo anaoingiza mchana, vipindi vya mchana akaviingiza usiku, na vipindi vya usiku akaviingiza mchana. Basi huyo Allah subhanahu wa ta'ala mwenye sifa hiyo ndo wa kuabudiwa. Shikeni miongozo yake na mafundisho yake. Wasakhara shamsa wal qamara, amewadhalilishia, amewafanyia wepesi jua na mwezi kwa ajili yenu. Jua na mwezi vinatembea kwa maslahi yenu ninyi, mapana kabisa. Mwenendo na uelekeo wa jua na mwezi Allah subhanahu wa ta'ala amevitengeneza viweze kumsaidia mwanadamu. Wataalamu wanatuambia sijua, mimea inatengeneza vyakula kwa nini? Kwa kutumia mianga ya nini? Mwanga wa jua. Na hiyo mimea inavyotengeneza vyakula ndio asili ya vyakula ambavyo mwanadamu anaenda kula kwenye mimea hiyo, vinatokana na mwanga wa jua na kadhalika. Yote hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndio ametengeneza na ametufanyia katika mipango na katika sura ya namna hiyo. Kullun, kila kimoja, yajiri li ajali musamma, kinatembea mpaka muda wake maalum uliotajwa. Basi kila kimoja, sura nyingine inasema kullun fi falaki yasbahu, kila kimoja katika njia yake kinapita, hakuna kimoja kupita katika njia nyingine. Sasa Allah anasema dhalikumullahu rabbukum, huyo ndio Mola wenu ambaye anayepaswa kuabudiwa. Lahul mulk, yeye ndo mwenye mamlaka ya kila kitu. Kila kitu kiko chini yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na anakiendesha anavyotaka yeye, na anapanga anavyotaka yeye. Kiwe hivi katika sura namna ile, wewe utahangaika tu labda kiwe vile na hivi, lakini hakiwi katika sura unayotaka wewe, mpaka iwe Allah subhanahu wa ta'ala ameitaka iwe hivyo. Lakini kinyume chake, walladhina tad'una min dunihi, wale wanayeabudia kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, kenda kuabudia chochote kile asichokuwa Allah. Wapo watu wanaabudia mizimu, wengine wanaabudia ng'ombe, wengine wanaabudia wanadamu, wengine wanaabudia kila wapo katika nyanja mbalimbali, wengine masanamu na hivyo, wengine wanatengeneza wenyewe vitu wanavyo vya kuviabudu. Basi Allah anasema hivyo mnavyoviabudia ma yamlikuna min kitmiri, havina uwezo wa kumiliki hata kitmiri, ganda lile la kokwa. Kitmiri ni ganda lile la kokwa, baina yani ile kokwa ya tende ile, baina nyama ile ya tende na kokwa ya tende ile. Sasa ndani mle Allah subhanahu anasema hawana uwezo wa kumiliki hata kitu kidogo, hawana uwezo nacho, na hawana uwezo wa kukikontrol na kukifanya vyovyote vile. Vitu vyote hivi vipo katika sura ile ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaka iwe. Hakuna anayeweza kubadilisha kiumbe chochote kile katika sura ile ambayo aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tengeneza mazingira tu, mtafanya hivi, mtafanya hivi, lakini mwanadamu ataendelea kubakia mwanadamu, na mnyama atabakia kuwa mnyama, na viumbe vingine vitaendelea kubakia katika sura ya namna hiyo, na ule utaratibu wake aliowekea ndio ameuwekea katika sura ya namna hiyo. Sasa hivyo mnavyoviabudia haviwasaidii, kwa sababu havimiliki chochote. Na Allah anasema intad'uhum la yasma'u du'a, hata mkiwaomba, mkiwaabudu, mkifanya nini, hawasikii hayo maombi yenu mnayowaomba. Kenda kuabudu, naenda kuomba kwenye mizimu, utaona watu wanapigia magoti wakenda kuomba masanamu, wamechonga wao wenyewe, miti wamechonga wao wenyewe, wengine wanaenda kwenye mizimu, wengine wanakwenda hivi. La yasma'u du'a, hawasikii hayo maombi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamaliza maneno kabisa, walau sami'u, tujalie wana uwezo wa kusikia, hata kama wakisikia, mastajabu lakum, hawana uwezo wa kufanya nini, kujibu maombi yenu mnayoomba. Maana yake mnahangaika tu,
mnahangaika tu kwenda huku na kule, mnavyoviomba vyote, mizimu, masanamu, sijui nini, wanaomba ng'ombe, wanaomba nini, vidudu gani, watu wanaenda kuomba, wengine wanaenda kuomba makaburini, wengine wanaenda kuomba wapi, kila mmoja watu wana mizimu yao na nini na matambiko yao watu wanayo na kadhalika. Taona vikitokea vitu vya ajabu ajabu hapa, tokea sijui mara kaka kuona sijui nini, watu wanaenda kuomba, sijui mkaombe mvua, sijui mkaombe vidudu gani. Maskini ya Mungu, watu wanakosa maarifa ya dini, watu wamekosa kujua dini na watu wakajionea hakuna tatizo. Allah subhanahu wa ta'ala sema hawana uwezo wa kuwajibu maombi yenu hiyo, na hata kama wakisikia kwanza hawasikii, na hata wakisikia hawana uwezo wa kuwajibu. Lakini baya zaidi, wa yaumal qiyamah, siku ya kiyama, yakfuruna bishirki, watakuja kuwakataa ushirika wenu, ushirikishaji wenu mnaomshirikisha Allah, mkawashirikisha hao, watawaruka kwa upana kabisa na kuwakataa kwamba sio sisi, makanu iyana yaabudun, hawakuwa sisi wanatuabudia, labda alikuwa anaabudia majini huko, sio sisi. Kila kiumbe atakataa maana yake siku ile mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo masuala ya kuomba, masuala ya nini, pamoja na changamoto zozote ambazo mtu atazipata, ni kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala na kupita njia sahihi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezielekeza ili kuweza kufanikiwa. Wala yunabbiuka, wala hakuna kuweza kukupa kwa ufasaha wake na kwa ukweli wake wa kila jambo, mithlu khabiri, mfano wa vile anavyokupa mwingi wa habari, mjuzi wa kila jambo, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala anakuelezea. Kwa hiyo wao wanavyoenda kuomba masanamu, wanavyoenda kuomba hiki, wanavyoenda kuomba madude gani, haviwasaidii. Na Allah subhanahu wa ta'ala hivi anavyokuambia ndio ukweli na ndio uhalisia wa mambo namna yalivyo. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anatuonesha uhitaji wetu kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuna namna, lazima tuelekee na tukimbilie kwake. Ya ayuhan nas, enyi watu, ni antumul fuqarau ila Allah, ninyi ni wenye uhitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mna mahitaji ya kumhitaji Allah subhanahu wa ta'ala awatengenezee mambo yenu. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo na uhitaji kwa Allah kutengenezea mambo yenu, na ninyi itikieni wito wake Allah subhanahu wa ta'ala aliyouleta kwenu kupitia mitume yake. Wallahu wal ghaniyul hamid, Allah ni mwenye kujitosheleza tena mwenye kushukuriwa. Allah hamhitaji yoyote, sisi ndio wenye uhitaji wa kumhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Hata masahaba wamemuuliza Mtume SAW namna gani Mola yuko karibu au yuko mbali, sema idha yani anni fa inni karibun ujibu da'wata da'i idha, mimi nipo karibu naitikia wito, lakini tu falyastajibuli, itikieni, fuateni maelekezo na miongozo yangu mimi. Mimi mahitaji yenu ni yenye kuwatimizia tu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuonesha kwamba sisi tuna uhitaji mkubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo maadamu tuna uhitaji kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, tunahitajika tujipendekeze na tumuelekee yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na tumuombe yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na tutambue Allah subhanahu wa ta'ala sisi hatuhitaji kitu chochote, na kuonesha Allah anaweza kufanya chochote kwetu sisi. Nasema yasha, Allah akitaka yudhihibukum, atakuondoeni ninyi, wayati bi khalqin jadid, na akaleta viumbe wengine wapi, si wala tukuwepo hapa, hatukuwepo. Si walikuwepo wazee wetu, walikuwepo nani, ndio waliokuwepo, lakini wako wapi leo? Watu walikuwa mabingwa, watu walikuwa hivi mabingwa, yani hata mabingwa kwa kudhulumu watu, kuonea watu, kunyanyasa watu wengine, wacha Mungu na hivi na hivi, lakini leo wako wapi? Allah subhanahu wa ta'ala ameshawaondoa kwa namna yake. Basi na sisi ndio hivyo, tutaondoka hivi hivi, kila mmoja kwa siku yake anapotaka mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaja viumbe wengine wakaishi, wakadunda, wakafanya hivi, wakafanya wanayoyataka, na sisi tukawa hata mwezi mmoja tu, miezi miwili, watu wameshasahau kama alikuwepo fulani hapa, alikuwepo fulani ana hiki. Kwa hiyo yasha Allah, kwa sababu sisi ndo anatumiliki na anatuendesha na anatuongoza, basi Allah akitaka yudhihibukum, atakuondosheni ninyi, alafu ayati bi khalqin jadid, akawaleta viumbe wengine wapya kabisa, ambao katika sura nyingine anasema la yakhafuna lawmata la'im, wao hawaogopi lawama za yote mwenye kulaumu, watapita straight kwa mujibu wa miongozo na maelekezo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa madhalika ala Allah biaziz, na hilo Allah halimshindi.
kulifanya hilo, Allah subhanahu wa ta'ala alimshindi, kwa sababu yeye amri yake ni kun fayakun. Akisema tu jambo hili kuwa, linafanya nini? Linakuwa. Kwa hiyo tusi vyovyote vile alivyotuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala, tusije tukajiona na tukajipa nguvu na tukajipa hadhi na nini. Muda wote ule Allah subhanahu wa ta'ala akitaka anatuondosha tu. Sisi wanaobaki watabaki kusikitika, sisi tulikuwa naye, alikuwepo mpaka saa ngapi? Pia mbona jana alikuja kazini, au alionekana maeneo fulani. Vyovyote vile Allah subhanahu wa ta'ala ukishataka amuondoe na ameshamuondoa. Allah subhanahu wa ta'ala akasema kwamba yeye mwenyewe anahakikisha kwamba kabisa hapa mimi nafanya nini, naondoka. Na Allah anasema falaula in kuntum ghaira madinin tarjiuna, kama mna uwezo muirejeshe. Allah akiamua kutoa roho yake ninyi kwa nguvu zenu na uwezo wenu, basi tumieni. Basi in kuntum sadiqin, kama kweli mnasadikisha kwamba hakuna kufufuliwa amna hivi, basi ziwieni juu ya yule kipenzi chenu, rafiki yenu, sahiba yenu na nani, mtaalamu ataishia kumzinguka, anasema bana, uwezo wetu umeishia hapa. Basi bana, hapa sisi tuna uwezo bana, uhai hamna tena, na utaalamu wao wote unaishia tu kutoa taarifa, bwana huyu hana uhai tena, ameshaondoka. Basi jamani, chukueni mkamhifadhi jamaa yenu na ndugu yenu na hivi. Wala taziru waziratun wizra ukhra, siku hiyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala haitusaidia, hatobeba mtu mzigo wa mwenzie. Hakuna mtu atamsaidia mwenzie siku ile. Na ndio maana mashaikhi wanatuambia, ukitaka kusaidiana, ukitaka kuelekezana, saidianeni hapa hapa, fundishaneni hapa hapa, elekezaneni hapa hapa, ili kila mmoja akae katika mstari wa sawasawa. Kama kweli mna mapenzi ya kupendana, basi elekezaneni hapa hapa. Na utaona namna gani masahaba walivyokuwa anafanya hima, kila mmoja anamshughulikia mtu katika familia yake. Kama baba ndio amesilimu, atahangaika watoto wake nao waingie katika dini. Kama mtoto atahangaika, atashughulika mzee wake afanye nini, aingie katika dini, ili kwa sababu anajua kwa Allah hakuna nini, hakuna cha kumsaidia. Wala ataziru waziratun wizra ukhra, hakuna mtu atabeba mzigo wa mwenzie, kila mmoja atabeba mzigo wake. Hata jamaa zetu na wakaenda kuzikana hivyo hivyo, wanaimba hivyo hivyo, kila mmoja na mzigo wake bana, hakuna wa kukubebea. Kwa hiyo hapa tutakuwa tunahamasishana, tunafanya hivi, mtu anakutoa kwenye nini, sema hivi, hilo jambo dogo, lakini utambue bwana, kule hakuna wa kukubebea, kila mmoja atabeba mwenyewe. Saidna Umar radhiyallahu anhu siku moja katika tembea yake, katika wakati wa utawala wake, akiwa na mfanyakazi wake, mida ya usiku hivyo, akapita nyumba ya mama mmoja hivi. Yule mama maskini hakuwa na chochote, na watoto wake wanahangaika pale, ameweka jikoni maji hivi na moto mkubwa. Akaenda kumsalimia, akamuuliza, wewe mama, vipi, imekwaje? Akasema, sisi tupo tu hapa, hatujui chochote hapa, tujala chochote, na hawa watoto unaona hawajala chochote hivi, lakini baina wa baina Umar. Yule mama hajui kama anaongea naye ni nani. Sasa baina wa baina Umar, sisi na Umari. Haiwezekani sisi tunapata tabu, alafu sisi hajui chochote. Na hivyo kabisa, unasemaje? Umar anajua, sema haiwezekani awe anatuongoza alafu asijue, asishughulike na shida za watu wake. Sina Umar akalia sana, akaondoka na ule mfanyakazi wake, akaja kutafuta chochote kitu, alafu akamwambia yule mfanyakazi wake, nibebeshe mimi hivi vitu mgongoni. Yule mfanyakazi akamwambia, Amirul Mu'minin, nipe mimi huo mzigo, nifanye nini, ni ubebe. Sayyidina Umar anamuuliza yule bwana kwamba, atahmilu alayya wizri yawm alqiyam, utaubeba mzigo wangu wewe siku ya kiyama? Acha nibebe mimi mwenyewe, ili jukumu ni langu. Allah anasema, wala taziru waziratu wizra ukhra, hakuna mtu akumbebea mwenzie. Kila mtu unavyochakarika, unavyohangaika hapa, tunakumbushana tu, tunaelekezana tu, tunasaidiana tu, hivi na hivi na hivi. Wewe ukiamua kwamba ujitupe katika uovu na uogelee katika uovu, hakuna wa kukusaidia na wala hakuna ambaye atakuja kukubebea. Na Allah anasema, wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal, hata kama mtu atazidiwa akaita mtu aje kusaidiwa au akataka kumsaidia, la yuhmal, hakuna wa kuja kumbebea mzigo huo. Tena Allah anasema, walau kana dha qurba, hata akiwa jamaa yako. Tena huyo jamaa yako ndo atakukimbia, huyo jamaa yako ndo atafanya nini? Yes, Allah anasema kule, anasemaje siku ile katika Abasa kule, ya muidhi, kila mmoja anamkimbia, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi likulli mri'in minhum yawma idhin
Kila mtu anamkimbia mpaka mkewe. Sasa hivi hapa mtu akigusia mkeo tu mkali na hivi na hivi, siku ile fanya mchezo nakimbia mita 200 mbele asikuone kabisa. Unaona huyu ni hatari kwako. Mtoto wako wewe mwenyewe, mzee wako, yani tizama Allah alivyozungumza hapa, baba mama nini, kazungumza hayo kwenye Abasa, kazungumza hayo kwenye Saala Sailu, kila mmoja. Tena utatamani wazee wako wewe, jamaa zako uwatoe kafara ili wewe unusurike, kama waganga vile wanavyo watoa kafara wazee wao, watoto wao na nini. Kwa hiyo anasema walau kana dha qurba, hata wewe jamaa yako hakuna wako kusaidia. Kwa hiyo kama hakuna wako kusaidia, kila mmoja afanye nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna hiya a'malukum, zingatieni matendo yenu mnayoyafanya. Uhsihim, yanahifadhiwa hayo. Thumma uwaffikum iyyaha, kisha tutawalipa. Kila mmoja atakuja kulipa. Faman wajada khaira falyahmadillah, akikuta matendo yake mazuri amshukuru Allah. Faman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa, atakayekuta kinyume chake asije wa kumlaumu, ajilaumu mwenyewe, ajilaumu mtu mwenyewe. Na ndio maana kule kwenye Tabaraka kule Allah anasema waqalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, tulikuwa tunayasikia lakini tulikuwa tunajitoa akili, lakini tungekuwa na akili za sawa sawa na wenye kusikiliza sawa sawa, tusingeingia motoni. Njia za kutoka za kukwepa na kunusurika na huu moto zilikuwa nyingi sana, njia za kuepukana nayo, lakini tulijitoa nini? Sasa Allah ndo ananiambia mtu ukijitoa data hapo wewe mwenyewe, hakuna wakuja kukubebea. Wala ukana dha qurba, hata awe ndugu yako, awe jamaa yako, awe nani, hakuna. Hii aya ni ngumu sana, hii aya ni ngumu sana. Hakuna mtu wa kumbebea mzigo. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na Bibi Aisha radhiallahu anha. Bibi Aisha alimpakata Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume ukamchukua usingizi. Vumchukua usingizi, Bibi Aisha akakaa akatafakari, yakamtoka machozi yakamdondokea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akastuka, akamwambia ya Humaira, imekuwaje? Akasema nimekaa nimetafakari, nikajiuliza, ninyi mitume mtatukumbuka sisi wake zenu? Hapa nimekaa na kubembeleza mpaka usingizi umefanyaje, umekuchukua hapa, uko mikononi bwana, uko mikononi mwa mkewe, usingizi umekuchukua. Nikaitafakari hii hali, ya Rasulullah, mtawakumbuka wake zenu ninyi? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema maeneo matatu hakuna kukumbukana, hakuna kukumbukana, maeneo matatu hakuna. Hiyo bwana, sikiliza, Mtume wewe anajibu tena, anamjibu mkewe, hakuna kukumbukana. Sasa fikiria Mtume anasema maneno hayo, alafu wewe ukae tu, sisi tutapata salama, tutakwenda hivi, tutakimbilia kwa nani? Tutakimbilia hakuna kwa shekhe, hakuna kwa daruweshi, hakuna. Mitume si wanao nafasi ya kuombea? Lakini tizama Mtume alivyosema, hakuna nini? Mitume wanayo nafasi ya kuombea. Mitume wataombea watu, sijui mawali, sijui nani, wacha Mungu. Lakini sikiza majibu ya Mtume, anambia maeneo matatu hakuna nini? Kila mtu apambane mwenyewe. Watu wanasema apambane na nani? Mtu unapambana na hali. Mtume anasema maeneo matatu kila mtu atapambana na hali yake. Fil hisab, katika hisabu kila mtu atapambana. Hakuna mtu atamkumbuka mwenzie mpaka hisabu yake ajue iko nini, iko salama au ikoje. Na kwenye sirata hakuna mtu, mimi ninapita hapa, mwanangu yuko wapi, sijui mke wangu yuko wapi, baba yuko, mpaka mtu avuke. Na kwenye kupewa kitabu chake mpaka ajijue kwamba amepewa kwa mkono wa kulia au kwa mkono. Wakifika kule ndo atasema inna li la karin, mimi nilikuwa na jirani yangu bwana, na mwenzangu saiba yangu sana. Yakulu alikuwa anasema siku zote inna kala min almusaddiqin, alikuwa anasema hebu fataliu, hebu mchungulieni, mtafuteni yuko wapi. Wakimtafuta wanamuona fi sawai, katikati ya moto. Sema tallahi inkita la tabdib, wewe ungalinivuruga miewe, ningekusikiliza wewe hapa mimi, wewe ungenivuruga, ungenifikisha hapo ulipofanya nini? Kama yule kule ambaye anasema kwamba ya wailata laitani lam attakhidhi fulana. Kila mtu anasikitika kwamba fulani mimi amenivuruga fulani, lakini wapi, wakana shaitanu lilinsani, anakutupa huyo rafiki yako, atakuja kukukataa siku ile. Kwa hiyo kila mmoja, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna mpaka mtu ameshakaa peponi ndo anakumbuka. Hata watu wa peponi Allah anasema masalakakum
wako peponi, sio wako kwenye kisimamo. Hapa kila mtu anapambana na hali yake, hukumu imeshatoka. Na watu wa motoni hivyo hivyo. Mtu kila mmoja hawezi kumkumbuka mwenzie. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kila mmoja atapambana na hali yake katika maeneo, na hayo ndio maeneo magumu. Ukivuka, umepewa kitabu chako kwa mkono wako wa kulia, alhamdulillah, sio? Umevuka kwenye sirata kwa salama, alhamdulillah, au si? Hisabu yako imekuwa nyepesi, basi tena umeshafanyaje? Ule tena ni mazungumzo tu baada ya habari, haisaidii. Hata ukimkumbuka huwezi kwenda kumtoa, huwezi kwenda kufanya chochote. Utachobakia wewe ni kukumbuka tu, yule mimi angefanya nini, yule angenivuruga. Sasa tunatakiwa ni aya hizi ngumu tuzitafakari na tuzingatie, maswaiba wetu, marafiki zetu. Na ndo Allah akasema al-akhillau yawma idin aduwwun illa, maswaiba siku hiyo atakuja kuwa maadui. Kila mmoja atakuwa adui juu ya nani? Ya rafiki yako, kwa sababu yeye ndo aliyokuvuruga, unaona kabisa, na utakuwa adui, unamkimbia kwa sababu unajua huyu atafanya nini, pengine atakuja madai haya, lakini walau kana dha kurba. Kwa hiyo hakuna cha kusaidiana kule, kila mtu apambane kwa nafsi yake. Na kama tunataka tusaidiane, basi ni hapa kuelekezana, bana, hii njia unayoenda sio ya sawa sawa, huko unakoenda siko huko. Ndo Mtume alikuwa anawaambia watu wake, mpaka mwanawe anamwambia, ya Fatima, yewe Fatima, wewe sali hapa, kama una shida hapa duniani, si una hiki na hapa, ndo niombe mimi, lakini inni mimi kule lam anfa, sitoweza kukusaidia kitu chochote. Pambana. Mtume anamwambia binti. Sasa binti Rasuli anaambiwa maneno haya, mie na wewe itakuwaje? Hatuna hata unasaba, hata kumuona kwenyewe huyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hatujafanya nini, alafu tunakaa tuseme tutanufaika bwana. Hakuna cha kunufaika. Kila mtu apambane na tusaidiane ili tuokoane hapa, kila mmoja afike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akiwa salama, wala ukana dha kurba. Sasa Allah, tizama maneno anasema, innama tundhiru alladhina yakhshawna rabbahum bilghaib, lakini wewe unawaonya wale wanaomwogopa Allah kwa ghaib. Haya yote watayazingatia na kuyaelewa wale wenye hofu na nani? Wenye hofu ya Mungu. Kila mtu sikia ana hofu ya Mungu, na hofu ya Mungu, kuwa na hofu ya Mungu kikweli kweli kabisa. Wa aqamu salata wa man tazakka fa inma yatazakka li nafsi wa ila Allahi al-masir. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo marejeo yenu. Kwa hiyo inshallah leo tutasimamia hapa, tutaendelea aya ya 19 kesho kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah atuwafikishe na atuwezeshe tuweze kuzingatia na kuelewa maneno yake na kitabu chake, na tuweze kuyafanyia kazi. Hilo ndio kubwa sana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Kama ongeza yote au shauri, subhanaka allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu. Alhamdulillah.